Tulia. Tulia. Hii ndio jeshi la nyuki. Ukelele mmoja, manundu huko. Oya. Nimepagawana penzi la muhuni. Oya, jana mwenye Dudox kazingua kishenzi yani. Kazingua vipi sasa mwanangu? Oya, jana sikulikuwa na mashindano ya club pale Keko Magulumbasi pale mwanangu. Oya, mwanetu kakafeli kishenzi, kakalishwa vibaya mno. Afu kaja kufunikwa na mtoto mdogo tu mwanangu. Mwenye Dudox anachana dakika 2 tu anafoka mate anamjaa mwanangu. Basi kazingua wewe. Dharau, yani kwa kitendo alichokifanya kile pale kile. Mimi naamini hata brother Kelly angekuepo au akikutana, oya atamzingua mwanetu. Mimi ningekuepo mwanangu, mimi ningemsaidia. Yeye angekuwa anachana, mimi na dance. Mwanangu, mwenyewe yani pale nikamua tu hata niondoke mapema mwanangu, kwa sababu ilikuwa fezea, yani fezea tena mwanangu. Umeona? Yani tukawa tunajiuliza huyu ni Dox yule ambaye akijaga kijiweni anachana sana, watu tunampigia makofi, kaenda kule mwanangu kanywea kapoa kabisa. Dharau. Au ka vipi mwanangu, mimi na wazo moja tu mwanangu. Ka vipi tumchukue tukaanze zetu ligi huko na mpira tuingize zetu hela, au wazo hilo unalionaje? Wewe kwa mwanangu, wewe mtu wa vibe, wewe hobi yako si mpira mwanangu. Naweza tukachukua wale hata tukaenda kutetea no limit kwenye upande wa mpira, ila kwenye rap mwanangu kazingua. Yani mpaka ile jana mimi mwenyewe nilikuwa napanda mcheche, natamani niingie mimi mwenyewe kwenda kutoa mistari pale. Unajua lakini mwanangu usingechana mwanangu, ungechukua hata mic wewe mwanangu, ungeingia jukwani pale mwanangu. Mwanangu si unajua? Mwenyewe mtamu, kwa sababu si unajua tena ukikaa na mwizi na wewe mwenyewe unakuwa mwizi, kwa sababu brother Kelly ndo mfalme wa hip hop hapa. Mimi mwenyewe niko mtamu sana, nikikanana bandika mistari, kuna muda mimi mwenyewe nachola, kwa hiyo mwenyewe mtamu, sio mbaya kabisa. Mwenyewe niko vizuri. Au ni wape kidogo? Au sio? Kapela hiyo wanangu, haina beat au sio? Yo, umaskini na uchukia, hila nitaukwepaje? Maskini ni jiwe kubwa lipo kichwani, tatowaje? Tena ingekuwa vita ningejikinga na ngao. Sala upo na kiba singi asia mbachao. Maisha ya maskini kwangu ni asina chanya. Sema tajiri na mimi ni kama paka na panya. Pesa ni kitu gani anakujua? Hadi mtoto wangapi wapo jelani ndio paka anachoma moto. Yo, okay, nakaka habari zenu? Kuna mtu anamfahamu? Sister vipi? Safi, samanini. Nilikuwa naulizia kwa mzee wangu, babu yangu anaitwa Mzee Jumbo, kwa hiyo nahisi kama nimepotea njia, nilikuwa tunaulizia kama mnaweza kunielekeza. Mdogo wangu kama vipi mlie mali wenyewe. Anasemaje? Yenyewe kwanza mbara ndio kwanza tukauze anasemaje? Hela mpaka dakika hii kwanza tuelewe. Oya, sikilizeni. Tangia asubuhi hapa yenyewe mfukoni hamna kitu. Oya, sikilizeni. Afu tuna roto kishenzi. Oya, sikilizeni wanangu, sikiliza. Hapa tunafuata sheria. Tunafuata nini? Sheria. Ikikijua brother Kelly ndo mfalme. Akitoka yeye mimi ndo mdogo wake. Sheria zote zipo kwangu, au sio? Wewe unachongea mimi ndo sheria. Au sio? Oya, mwacheni huyo aonekane kama mzinguaji, mwacheni. Unamjua huyu? Kwanza. Vipi wangu? Unakosea. Hapo unakosea maana unatetea maovu wewe. Hamna, huyo haonekani kabisa kama mtu mbaya, mwacheni huyo, hawezi kuzingua. Yapo hela imekuja kama hivyo afu unachukulia hapo. Hamna cha mdogo wangu, mrudishie simu yake. Hamna mali hapo. Hamna. Sister sikiliza. Umesema nenda kwa Mzee Jumbe au sio? Sasa sikia, anakupa direction. Sasa ndio nini? Njia hii. Ukishuka hapo mbele kuna nyumba kama 2 hivi au sio? Ya kwanza nyeupe, ya pili nyeupe, ya tatu inaangia kijani. Pale nje kuna kiti ambacho anakaa huyo mzee wako. Nenda utamkuta huko. Unajua maana yetu anazingua. Haiwezekani mtu tu kaja maskani tu hapa afu unafika tu unamtetea tu unamuelekeza kabisa na njia. Pita hii. Ujue umetuzungua maana yetu kwa siku leo ujue.
Tonante ni muhuni, ila mimi ndo nimetokea kumpenda. Mara ya kwanza kumwona hanta ilikuwa kijiweni. Ukweli nilisikia kupotea, tia mahada ya macho yako na yake kukongana, moto uliwaka ghafla. Nimezama, nimepokea kwenye penzi la muhuni. Siri yetu ni yetu, dunia isijue. Uzini mtamu Tulia. Hii ndio jeshi la nyuki. Ukelele mmoja, manundu huko. Oya. Wewe vipi? Wasikia yule demu, achana naye mwanangu. Yule demu kapita pale kijiweni pale, kunasema anaulizia kwa yule mzee Jumbe. Kwa kama vipi, achana naye. Videge vingine sio kila kidege unakishika mwanangu. Videge vingine viache viruke, achana naye. Unaachana naye vipi? Yaani wewe unaona tayari mazaga misha ya kwala hapa. Afu unataka kutetea masuala ya ajabu hapa. Nikwambia wewe achana naye yule demu. Pale kaja kuomba msaada, akaulizia. Kule kwenye kijiweni kwenye kuna shikaji alikuwa anataka mzigue hivyo kwa sababu brother Kelly pale akiondoka sheria zote zinabaki chini yangu mimi. Yule demu wewe achana naye, mwacha anakoelekea. Huyu vipi huyu? Wewe unaongea nini wewe? Hebu acha mapigo yako ujue mwanangu. Acha mapigo kwa tamaa mwanangu, mimi nakuchukulia, yani nitakuchukulia noma ujue. Kwani kwa sababu ya brother yako ndio unajisikia utawala, ni kila kona unajua ni kila mtu anamudu, sio? Acha kufungua mdogo wangu. Hakuna mtu ambaye hajui kwamba kule kijiweni kwamba brother akitoka sheria zote zinakuwa chini yangu. Mimi nitakuharibia mwanangu, nasikia? Yaani hiyo mwanzo na mwisho kuingia kwenye anga zangu mwanangu. Au sio? Huyo demu nimesema achana naye, mwache endelea akapige mishe zake kwa sababu kule alikuja aliuliza mara moja, kuna sema anaelekea. Mwache aende. Sababu sio kila kidege unachokiona cha kukamata, vingine viacha vitambaa, vingine viache viruke babu. Wewe vipi? Tembea. Kwale hivi mwana. Achana naye wewe. Acha kuzingua wewe. Mazela wakitaka kazi yetu kukiwasha hatufagili. Chura ni mwendo wang'ara kama panya mjeuri. Mazela wakitaka kazi yetu kukiwasha hatufagili. Chura ni mwendo wang'ara kama panya mjeuri. Mazela wakitaka kazi yetu kukiwasha hatufagili. Chura ni mwendo wang'ara kama panya mjeuri. Jamani we, mdogo wangu. Wow! Mdogo wangu we. Dada jamani, nilikumisi mno jamani. Yaani nimekumisi mimi. Dada, nimekumisi jamani. Yaani siamini, karibu. Asante dadangu. Kaa hapa nilete mkeka maana du. Na hivi nilivyochoka ndo kabisa. Karibu sana mdogo wangu. Asante dada, unaendeleaje? Hapa niko poa, zako likotoka. Mwenzangu nilikotoka kusota kwema. Sio kwema vipi? Sio kwema vipi? Dada, nini nakwambiaje? Nimekabwa mwenzio. Kwanza nilipotoka tu, cha kwanza kundi la kwanza. Nimepita nimejichanganya, njia nimesahau ndugu yako. Nikapita kijuo cha wauni. Mama sio kanisimia askari. Wacha anze kunikolomea. Kuna mkaka kaja nini akanitetea. Nikasema asante Mungu. Nikafika mbele. Yaani kule nilikotetea mwanzo ndo, yaani afadhali ya kule. Nimefika mbele ndo nimekaba kabisa roba hili hapa. Bahati nzuri yule mkaka akatokea tena akanitetea. Ndio kunapo kufika salama mwenzio. Pole sana. Asante. Na huyo mkaka alokutetea ukoje? Ni mrefu hivi, mrefu kidogo afu maji ya kunde. Mrefu maji ya kunde. Ndio. Nahisi huyo atakuwa hunter huyo. Afu kama kweli nisikia jina ndo analitamka. Imekuwaje mpaka akakutetea? Ndio amenitetea.
Yaani huyo Hunter huyo ni muhuni alioshindikana hapa kitaani. Sijui unanielewa? Yaani ukisikia muhuni kweli. Ukisikia msela mabi, yeye. Msela mikojo, yeye. Wale wanaitwa chekelea, anaiwachekesha yeye. Anakuja kukusaidia, anataka nini kwako? We dada, acha uongo. Yule mkaka, mbona kanitetea vile? Kwa hiyo tunabishana. Mimi namjua vizuri. Kwa nini anitetee vile? Sasa mimi sikatai. Labda wewe ndo nakamta au mimi sijakuja muda mrefu, lakini mbona kanitetea? Mimi ndo sikuamini. Hapo naposema muhuni. Muhuni toka ina ni muhuni sana kabla. Sasa kwa nini unaweza kanikabia anitetee? Ile inawezekanaje? Basi dada makubwa, lakini dada nikwambie kitu. Nataka nitoka kumpenda hatari. Kwa tu ufanye wewe kaongee naye pale. Na vipi nivi ya shemeji yako? Say. Yaani kusaidiwa kidogo tu tia wewe ushampenda. Jamani, kwani dhambi dada jamani? Si nimempenda ndio. Kwani kumpenda mtu dhambi? Sio vibaya kwa mtu kwa kwanza nampenda. Mimi nimempenda ndio tukaongea. Umependa nini kwake lile Heleni? Ule urefu, zile nyama, yale mabange au kitu gani? Wewe ndio tufanye tu mpango kaongee naye. Au utaki? Ndio hivyo. Aise na wewe kumbe amnazo. Sina nisaidie mdogo wako au utaki shemeji. Nenda nisaidie. Mimi hata kama wewe usiongea naye. Nenda tu nikutanishe naye tu, mimi nitaongea naye mwenyewe kama wewe uwezi. Ni maamuzi yako, ni chaguo lako. Lakini kwa stori hizo weka haya maharage, mimi nikabandike zangu maharage. Maana siwezi kuendelea kukaa hapa nikazungumza na wewe. Ndio imekuwa ndugu yangu. Hayo. Nimepagawana penzi la moyo, nimepagawana penzi la muhuri, nimepagawana penzi la muhuri, nimepagawana penzi la muhuri. Vipi mdogo wangu, mbona siku mbili hizi sikuoni, unitembelee, una matatizo gani? Ni kweli sijakuja muda mrefu. Tena nyumbani kwangu na mgeni. Mgeni gani waya? Hebu kwanza nikae vizuri. Mdogo wangu kaja kunitembelea. Mdogo wako gani? Mdogo wangu sema yaani hajafika nyumbani kwangu muda mrefu. Lakini mdogo wangu ana matatizo kibao. Matatizo gani tena ndugu yangu? Mwenzangu, eti kaniambia eti ametokea kumpenda msela mmoja hivi, sijui msela, sijui muuni, hata sielewi. Muuni gani? Kuna muuni mmoja hivi mrefu ana vinyama hivi. Hunter. Shoga yangu nampata. Yule muhuni hapa mtaani pote wanamjua kama yule muhuni. Yule muhuni. Yaani wewe acha tu. Nimejaribu kumwambia achana naye yule muhuni, lakini hata kunielewa. Tena nilikuwa namtafuta hatari. Nakupenda Hunter. Nakupenda Hunter. Kipenzi nakupenda Hunter. Nakupenda Hunter. We mkaka. Oa, vipi sister? Safi. Nilikuwa nakutafuta, nilikuwa na shida na wewe. Kwanza unanikazia sura hivyo jamani, mpaka naogopa. Anashangaa nilikuwa napita kwenye mishe zangu afu unaniita, ndio maana kuuliza shida nini? Samahani. Mdogo wangu ameniambiaje? Alipita huko akakabwa, ukamsaidia. Anaitwa nani? Angel. Mbona mimi simjui? Afu mimi piga za kusaidia watu na wapi na wapi yani? Mbona sikumbuki iko kitu? Sina muda wa kusaidia watu, niona mimi namsaidia mtu zaidi ya kumsilimisha na kumsaura. Au umekosea, sio mimi. Yaani nyumbani kwangu mimi
akupikiki, akuliki, wala kulaliki. Eti anataja tu hilo jina hilo, sijui mta sijui nani. Yeye anazungumzia nini yani? Anazungumzia kuhusu nini na anataka kuzungumza nini? Eti anakupenda. Oh sister, tusipotezeane muda. Ushaona sura ya mapenzi? Ushaona mimi mtu akwaza mapenzi? Mimi nawaza pesa, nakuja unaita pigo za mapenzi. Yaani niko na mishe zangu na hayu kuna nataka nipige mishe za pesa, unanisimamisha unaniambia habari za mapenzi hapa. Mimi na mapenzi wapi na wapi? Au ushawahi kuniona hata siku moja mtaani mimi na mtoto wa kike? Ushawahi kuniona hata siku moja mtaani mimi niko na mwanamke nawaza mapenzi mimi? Oh, tuheshimiane ujue. Mimi niko na mishe zangu saizi. Kama una la kufanya wewe niambie, mimi nijichenge sasa hivi. Na mimi nilijua hivyo hivyo. Hayo ndo majibu utakaopata. Kaanza kushangaa. Tangia lini wewe wasaidie watu wakati kazi yako ni kukaba? Kwa unakuja kunichamba au sio? Unaamua kunikashifu hapa au sio? Sasa unisikilize. Nikufutika kama vipi? Usinifanye badilika na roho sasa hivi. Kama vipi wewe tembea. Potea. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Ani mdogo kazungua kweli yani kinoma yani. Angalia mpaka sasa hivi maskani hapa pamepoa kweli yani. Wacha nikwambie ndugu yangu. Unajua wangu kupaka umekuwa hivi. Dogo. Kwa hiyo tunachofanya hapa tuongee na Kedi au tumwambie kwa mdogo wake au vipi? Kilichobaki ndio hicho yani, akija hapa tumuelekeze kama mkubwa bwana, mdogo wako leo kazungua bwana. Sijui kisa kutoka wewe ndio anajikuta yeye madaraka anapanda ni kichwa kinapeuka, au sijui kisa kama una demo ndio maana hatuchenjia sawa naye. Yaani jana kazungua kinoma ni. Kama nikatumaindisha kweli yani. Kama kaida. Ndio kaka mkubwa. Vipi kwanza? Kama kaida. Kuna beki jeupe ile usielewi hapa. Kuna watu kama wawili watatu hapa siwaoni. Mdogo wako kazungua mwanangu kule Chakabovu mwanangu jana. Kapita demu mwanangu kafika pale eti nimepotea njia nielekezeni. Sisi tukiangalia kwanza tumfahamu hatumjui. Asa mwisho wa siku mdogo wako kalegeza kamba mwanangu kamtetea mwanangu. Dogo ule demu akaondoka naye. Kwa hiyo sasa hivi dogo anabili vuchula au sio? Wewe atatia hapa nyewe tunamsomea ni bichi hili ndo tunampa biti bila boya. Yaani ameakanyaga tuzo kana mtu bisho sisi. Vipi hapo? Kama timba bro. Fresh. Heshima yako brother. Fresh vipi kwanza? Kama kawa watu. Wewe ndio umetuletea depo gani ndugu yetu? Na si akaja ng'ombe nini maskani nile baada ya kukamulia maziwa ile unaleta habari za kubebule vichula nini na maende ushakuwa makopa au sio? Hamna brother, unajua nini? Yaani juzi kule machinjioni kule Chakabovu kule. Kuna chula mmoja alipita hivi. Ila yule chula mimi nilivyomuona yaani hakuonekana kabisa kama sijui askari sijui nini. Yule alipotea njia hivi. Kuna yule mzee Jumbe anaishi pale mtaa kati pale kwenye nyumba ya kijani pale. Sasa alikuwa anataka kuelekezwa, mimi nikamwona nimuelekeze kwa sababu najua brother videge vingine muda mwingine unaviacha viluke, sio vile kidege na kikamata. Kwa hiyo nikamwona nimuelekeze aende yani. Wewe unajua umezingua. Wewe unajua msemo wa mbuzi kafia kwa muuza supu. Umekuwa zakayo sasa hivi au sio? Sasa wewe sikia mkulanga, nikwambie kitu kimoja. Wewe huwezi kusaidia watu wote kwenye dunia hii. Alafu mambo unatuletea mambo ya kishamba. Sisi tunaishi kwa mazingira kama yale. Sasa angalia hapa. Kama tupo sheri. Wewe mdogo wangu vipi wewe? Sikiliza mdogo wangu nikwambie kitu kimoja. Yaani wewe kwa kifupi bichili hapa ile uliwezi. Wewe ushajipa boya. Wewe kama una mind chula naenda ukafanya mara vidambi yako. Sio mind makopa oya. Hamna brother. Yaani kwa mimi sikumuona kama ana ubaya wote. Ndio maana nikamwambia kuelekeza brother. Oya jichenge bro. Potea baba, ambi moja tu. Kwani uelewi au tembea? Jipe bro. Kama tukuchenchia. Wewe kwanza papasi tu.
Alafu unajua wadogo zangu watu kama wale pale wale. Na ndio yani kwa chekecha na yule pale tukimkuta yeye na ng'ombe wake wote tunapokotesha. Asela wakitaka kazi yetu kukiwasha hatufagili. Chura ni mwendo wang'ara kama panya mjeuri. Kwa mdogo wangu vipi wewe, mbona ingia maskani bila hodi, shida nini? Kama kawaida. Mbona ingiaje bila taarifa? Mimi nikajua wazee hapa tunataka tule vitu vyetu, shida nini sana? Hamna uchawi hapa yenyewe, leo nimekutembea maskani, sasa maskani nimeukosa, mwana bora nikutembea hapa. Ule maskani uchawi mimi siwezi kutima sasa hivi, brother Kelly unajua kanizingua. Ndio. Baada ya kutokea ile mazingira jana pale mimi kanisomea kesi nini kanizingua tayari. Kwa mimi maskani sasa hivi kule mimi stambi. Bana vipi mwenyewe taweza umezidi sana usela. Kutokana na nimekuta kule rodi kule na kumia mpenzi uchawi nini sasa? Mdogo wangu wewe siku hizo nataka kuniambia spy au si? Mimi nilikuwa nataka nipite zangu, nilikuwa naenda kule kwa pushi. Naona zile kwa nafuata madawa. Naona nikakukuta pale rodi unakulumia mpenzi bila uchawi wala nini. Sasa shida nini? Yule mchumba anazingua mwanangu. Yule demu kaja pale anakuja kuniletea pigo za mapenzi, sijui kuna mdogo wake kanielewa, sijui nini. Sasa mimi na masuala ya mapenzi watu na wapi? Mimi sasa hivi nawaza pesa mdogo wangu, ndio maana nikaamua kumtolea namba pale. Hamna hicho. Unakosea. Unaona zile. Lazako kile ana familia au ana familia? Bwana ana familia nini? Ana mke, ana watoto wawili nini fresh. Au nice. Mwenyewe unataka kuwa na familia? Sasa mdogo wangu mwanangu, si unajua maisha yetu wenyewe mwanangu, masuala ya familia hapa inakuwa kama kipengele fulani, si unajua maisha yetu wenyewe mdogo. Ngoja usela, alafu jilivu mpenzi yule pale. Kutokana vipi mwenyewe kukunjulia nafsi. Mbona zile mwenyewe kujulie nafsi ishi naye maisha yako. Au unaona nini? Kama unachongea kama kinakuja hivi kidogo kwa mbali. Yaani kama nakuelewa hivi. Sababu mchumba yeye anajua kalalamika sana ile sister ile hapo mchumba yenyewe mimi sijui yani. Yaani sijamuelewa bado. Umeona zile mwenyewe anataka kumkubali, unaona zile. Mwenyewe anahitaji kuwa na mtoto au wewe unahitaji kuwa na mtoto. Sasa mdogo, katika siku ambayo unaongea madini leo kidogo na kuona kidogo leo nakuja mdogo wangu siku hizi umekuwa mwana falsafa fulani. Naona kama anakuelewa hivi. Hamna mimi sio mwana falsafa, ni umeshakuwa hivi na kuelekeza. Basi baridi mdogo wangu, mimi nitajitahidi nizingatie ushauri. Baridi. Kwa kama vipi mwanangu, mimi nimekuelewa. Kama vipi washa kaya hii hapa ili kidogo tuchangamke hapa. Hapo yenyewe hamna uchawi, hapo yenyewe kwanza na utani kwangu. Unaona zile na kwanza ukinda hapo yenyewe leo tawala. Basi poa mwanangu, haina noma, pamoja. Hamna uchawi. Nashukuru mdogo wangu. Baridi hapo. Uhakika. Benzila msela, benzila msela, benzila msela lela. Benzila msela, benzila msela, benzila msela lela. Benzila bisela bisela, benzila bisela bisela, benzila bisela bisela. Benzila bisela bisela, benzila bisela bisela, benzila bisela bisela. Kakangu samahani, mimi toka siku ya kwanza niliyokuona nimetaka kukupenda, japokuwa nilimwagiza dada yangu aliniambia kama umemzingua. Kikweli dada yako nilimzingua. Alafu sikujua kama mtu wenyewe, yani sikujua anamzungumzia ni mtu gani. Kwa sababu mimi katika uhalisia sina ukaribu kabisa na watoto wa kike. Maisha yangu ni kama ulivyoyaona vile. Mimi na kijiwe, mimi na marafiki zangu, mimi na masela. Kwa hiyo sikutegemea kabisa kwamba eti mtoto wa kike anaweza katokea atakuja kunipenda. Sijui niingie kwenye masuala ya love. Hapana, sikujua. Kwa hiyo inamaanisha toka siku ya kwanza ulivyoniona, ulivyonisaidia, ulikuwa unikumbuki kabisa? Kusema za ukweli nilikuwa sikumbuki. Yaani nilikuwa siwazi kabisa kwamba yani nilishasahau kabisa kama eti na sijajua kama ule ni msaada. Na nadhani tu vile ile ni siku namna ambavyo siku zile niliamka. Kwa sababu sina desturi ile. Na sikujua kama kwa kile kitendo tutatokea kunipenda. Yaani sikujua kabisa. Sawa, lakini nimetokea kukupenda.
kama umetokea kunipenda usije ukachanganya vitu viwili. Kati ya unajua mapenzi ni hisia. Yaani usije ukanipenda kwa sababu ya shukrani, kwa sababu eti nilikusaidia kufanya kile kitu. Ile ni tabia tu ambayo ilitokeza siku zile. Na siku zingine tunaweza tukaishi mimi nikageuka. Kwa sababu mimi ni muhuni na siku zote siwezi kuacha asili yangu. Sasa, je, umenipenda kutokana kwa sababu siku ile nilikusaidia au umenipenda kwa sababu ndio kwamba umetokea kunipenda kimapenzi, yani kihisia zako? Mimi nimekupenda kwa hisia zangu, wala tofauti na msaada. Sio rahisi kama unavyosema, lakini haina shida. Kama umenipenda na umelizika na maisha yangu, haina shida. Nikasai mimi nani bana? Kama umenipenda na utalizika na maisha yangu, haina shida. Mimi nimekupokea mama, ila kikubwa ujue tu kwamba mimi ni muone, natakiwa uishi kulingana na uoni wangu. Univumilie, yale ndo mazingira yangu yani. Sawa, nashukuru hata kukubali ombi langu. Sawa. Penzi la msela, penzi la msela, penzi la msela lela. Penzi la msela, penzi la msela, penzi la msela lela.